إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا معشر المسلمين الذين جمعنا في هذا المسجد أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu Waislamu ambao tumekusanyika katika msikiti huu, na kusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Leo nataka kuwafahamisha jambo muhimu sana katika maisha, na jambo wenyewe, utawezaje mwanaume kutambua kama una mke mwema ndani ya nyumba, na mwanamke atambue ya kwamba ana mwanaume bora ndani ya nyumba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatu hafidhatu lil-ghaibi bima hafidha Allah wallati takhafuna nushuzahun فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله عليا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يواسما الرجال قوامون على النساء, wanaume ni wasimamizi juu ya wake zao, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake, iwe imma ni mkeo au ni watoto wako wa kike, wewe ndio msimamizi. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akuweke wewe kuwa ni msimamizi? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kwa sababu ya aya hii, wako baadhi ya wanaume ambao watayafanyia kazi mambo ambayo walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaboresha baadhi ya wanaume hawa na baadhi ya wanaume wengine ambao wataweza kuifanyia kazi yale ambayo walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wabima anfaqu min amwalihim, na sababu nyingine ya pili ambayo ilowafanya nyinyi wanaume mukaboreshwa na Allah, mukawekwa juu, wanawake wakawekwa chini, ni kutokana na kile ambacho munachokitoa kuwapa wale wanawake, na maanisha mahari. Faswalihatun, ili ujue kwamba katika nyumba yako una mwanamke ambaye ni mzuri, mwanamke ambaye katengemea katika dini. Faswalihatun, sharti ya kwanza yatakiwa mwanamke awe mwema. Kitendo cha mwanamke kuwa mwema itakupa nguvu wewe ndoa, na utajisikia faraja sana katika nafsi yako, na utajisifu sana, na utajisikia kwamba uko huru, kwa sababu katika nyumba yako una mtu ambaye ni mwema. Bila shaka mtu huyu utaweza kumwamini. Sharti ya pili, qanitatin, mwanamke huyu awe ni mwenye kunyenyekea kwa mume. Mwanamke huyu awe ni mwenye kumsikiliza mume. Mwanamke huyu awe ni mwenye kukaa akatathmini kwamba mimi nimemilikiwa,
na hakuna anayelimiliki isipokuwa ni mume. Mwanamke anapoolewa, utawala wa baba na mama hufa, utawala hukamata wewe kwake. Sasa ikiwa mwanamke atajua ya kwamba mimi ni mmilikiwa, akakusikiliza wewe ambaye ulommiliki qanitati, akawa ni mnyenyekevu, basi ni njia ya pili ya kutambua wewe mwanaume kama una mke mwema katika nyumba yako. Bimaana uwe na nguvu ya kumshawishi mke. Ikiwa mke utamkataza jambo fulani usifanye, mwanamke yule akakaa asifanye, tambua una mwanamke mwema. Ikiwa mwanamke huyu utamkataza jambo fulani, utamwambia jambo fulani fanya, akalifanya, basi tambua una mke mwema. Lakini sasa tukirudi kinyume, ikiwa mwanaume atapata mwanamke kama huyu akashindwa kumtunza, basi lazima mwanaume huyu akapimwa akili, itakuwa hana akili vizuri. Kwa sababu hawa ni wanawake ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawasifu. Halafu ni wanawake ambao ni adimu katika maisha, si rahisi kupatikana. Mwanamke ambaye atakuwa ni mwema, qanitatin, kisha atakuwa ni mwenye kumnyenyekea mumewe. Sharti ya pili. Sharti ya tatu, hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. Mwanamke mwema ni yule ambaye ana uwezo wa kujihifadhi hata kama mwanaume yuko mbali. Ukimuona mkeo ajihifadhi kwenye macho yako, lakini akiwa kando ya macho yako, ile hifadhi ambayo aliyokuwa akiiweka kwenye macho yako kule mbali haiweki, tambua huna mke mwema, umepigwa hapo. Shoti hiyo. Hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. Mwanamke mwema ni yule ambaye ana uwezo wa kujihifadhi pale ambapo mume yuko mbali na yeye. Anachukua zile nasaha za mumewe. Nimekunasihi mke wangu, jihifadhi hapa nyumbani. Hata ukiwa mbali pia vile vile jihifadhi. Mwanamke huyo akisichukua nasaha hizi, wewe huko pamoja naye, yuko mbali na wewe, akaweza kujihifadhi, basi tambua huyu mwanamke mwema. Wallati takhafuna nushuzahun. Na wako wanawake ambao ni wema, lakini wanachelewa kuingia katika utiifu wa kuatii nyinyi waume. Ukiangalia quality ya mke ni mwema, lakini wema wake hajauweka wazi, wewe mume ukautambua. Ulipokwenda muoa, baada ya kutaamuli kwa watu, ukaambiwa kwamba huyu mwanamke ni mwema. Lakini baada ya kuja kwako, ule wema wewe huoni, lakini hafanyi maovu mwanamke huyu. Lakini ulipokwenda kumposha mwanzo ukaambiwa ni mwema. Faidhuhunna, wanawake hawa wapeni mawaidha. Baada ya kuwapa mawaidha, mkiona kila tukiwapa mawaidha hawaji sehemu ambayo tunazozitaka, haji mkeo sehemu ambayo wewe mwenyewe mume waitaka, wahjuruhunna fil madaji, wahameni katika vitanda vyenu. Ukiona kama nishamuhama kwenye kitanda mke wangu, lakini ashindwa kunifahamu, ashindwa kunielewa, anifanya mimi ni mpumbavu, fadribuhunna, wapigeni sasa. Lakini katika hili kauli ya kwamba tuwapige wanawake, wengine wamechupa mipaka kweli. Ibn Kathir rahimahullah anasema katika tafsiri yake, Ibn Kathir amepita Hasan al-Basri na jopo la maulama, wamesema mwanaume ameruhusika kumpiga mwanamke darbatan, pigo ghairu mubarrah, pigo ambalo halitoletea athari mwanamke. Hasan al-Basri amepita hivyo, ampige mwanaume kumpiga mwanamke pigo ambalo halitoleta maumivu kwa mwanamke, ampige pigo la mapenzi, pigo la mahaba. Ukimpiga vitaanza vichekesho kidogo ni nini, hatimaye mhama kule mwenda pale pengine bustare kabisa. Lakini kumpiga mwanamke magumi, kumpiga mwanamke mateke, kumpiga mwanamke fimbo, ni kujiondolea mapenzi wewe mwanaume kwa mwanamke. Kumpiga mwanamke ni kujivunjia mapenzi, kumpiga mwanamke ni kujivunjia heshima, kumpiga mwanamke ni kujiondolea utaratibu wako wewe wa kiume. Mwanaume hampigi mwanamke. Mama Aisha radhiallahu anha siku moja alimkuta Rasulullah alia. Mama Aisha akamwambia Rasulullah, walilia jambo gani? Rasulullah akamwambia, nalilia kwa sababu nimepigwa na bibi Khadija. Mama Aisha akamwambia Rasulullah, walia kwa kufikiriwa na kizee kile?